السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ndugu zangu, tunaingia katika mdahalo wetu, na watu wa kwanza ambao tunakusudia kutoa mada ni sisi. Nafasi ya Bwana Yesu mbele ya Mwenyezi Mungu ni ipi? Mada hii tulipendekeza sisi, na tulikuwa na sababu za msingi kuipendekeza, kwa sababu ndugu zetu tunapoongea nao huwa hatuwaelewagi. Sasa kwa kuwa ni muda huu ambao ni wa ufunguzi, na hatuwezi kufungua isipokuwa kwa sharti ya dua, ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu alivyotujalia sisi Waislamu. Na nachukua nafasi hii kumkaribisha amiri wa umoja wa hadhiri wa Kiislamu Tanzania, Rajab Salim Juma atushiriu ili uje uombe dua inshallah. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba kwa uwezo wako na utukufu wako tujalie katika hadhara hii min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, utufanye miongoni mwa wale ambao wenye kusikia maneno na kuweza kuyafuata yaliyo mazuri. Kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu na utukufu wako ya Rabbul Alamin, tujalie mazungumzo yetu yawe ya amani katika kuelekezana katika yale ambayo yanahusu dini, na kwa rehema zako Mwenyezi Mungu utoe uongofu kwa waja wako pindi utakapoiona haki. Allahumma arina haqa haqqan ittibaa wa arina al-batila batila sunnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inafuta. Haya, muda umefunguliwa rasmi na amana na upande muda umefunguliwa rasmi na utaratibu utakuwa kama ambao tunatoa kiti hapa, tutawachia maiki na mada itapelekwa na ndugu zetu Waislamu ambaye inasema, je, Yesu ana nafasi gani kwa Mwenyezi Mungu? Je, Yesu ana nafasi gani kwa Mwenyezi Mungu? Wanakuja kutoa hoja. Kwa hiyo Wakristo na wadeni muwasikilize na mchukue karatasi yenu na kalamu, muandike hoja zao na mpate majibu kutoka upande wa pili kuweza kujidefense kulingana na mada ambazo tunataka kuzitoa. Basi Mungu awabariki. Mdahalo umeanza rasmi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu na ndugu zetu katika Adam ambao bado hawajabahatika kwa Uislamu, kama tulivyokuwa tumetangaziana katika siku ya jana, leo tutaendelea na mdahalo wetu, lakini ilikuwa tumekusudia kuanza saa 9 kamili, lakini bado tumeweza kuchelewa vile vile. Katika hilo naweza kusema kwamba tunaomba tuombane radhi, lakini makusudi yetu ni kuanza saa 9 kamili kabisa juu ya alama. Lakini pia mada ya kwanza itatolewa katika upande wa Uislamu takriban katika kipindi kilichokuwa cha dakika 20, lakini tunaelekea katika muda wa swala la asiri, lakini nitaomba tutumie dakika hizi mpaka itakapofika saa 10 na dakika 5 mada ya kwanza itakuwa imekwisha. Tutaahirisha mkutano wetu kwa dakika 10 ili tupate nafasi ya kuswali swala la asiri. Baada ya hapo utapanda upande wa Kikristo kwa dakika 10, kwa dakika 20 pia, alafu tutapeana dakika 10
kufanya summary, na baada ya hapo muda wote utakaobakia katika siku ya leo utakuwa ni muda wa maswali na majibu. Nafikiri kwamba leo tutapata muda mrefu sana wa kupata maswali, swali la msingi na swali la nyongeza, kwa kama itakuwa inahitajika kuweza kufanyika hivyo. Lazima kuwa na swali la nyongeza, ila kama mtu atahitaji kuweza kuuliza swali la nyongeza atauliza. Kwa hiyo nimeambiwa kwamba mwenye katibu wangu anasema kwamba swali na jibu, swali na jibu. Basi bila kupoteza muda, mzungumzaji wetu wa kwanza katika siku leo, katika mada ya leo, atakuwa ni Ustadhi Ibrahim Bakonzi. Napenda kumkaribisha kwa dakika 20 katika kuizungumzia mada ya leo. Nafasi, je, Yesu ana nafasi gani kwa Mwenyezi Mungu? Ndio mada tuliokuwa nayo katika siku ya leo. Karibu Ustadhi Ibrahim Bakonzi kwa dakika zake 20. Matimekeeper, naomba muwe hadhiri. Atakapoanza kutoa salamu ndipo mtaanza kubonyeza stopwatch zero. Karibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمات الإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك شكر الله سبحانه وتعالى. Okay. نقمتكي زيادة رحمة ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم. نبزانه كالإيمان والإسلام Wakristo wale ambao mpaka leo hii hawajajua wawe katika dini yoyote, bali wanaishi tu vile ambavyo wameamua kuishi. Maudhui hii ambayo tunaijadili siku ya leo ni maudhui ambayo sisi kama Waislamu ndio ambayo tumeileta katika jukwaa hili ili tuweze kufanya mjadala wa maudhui hii. Hoja ambayo tumeiwasilisha ni hoja ambayo ni anwani au kichwa cha habari kinachosema Bwana Yesu ana nafasi gani mbele ya Mwenyezi Mungu. Hii ndio mjadala wa leo. Lakini swali la kujiuliza, kwa nini Waislamu tulete maudhui hii ya kujadili Bwana Yesu ana nafasi gani mbele ya Mwenyezi Mungu? Kwa nini? Kwa nini isiwe Musa? Ana nafasi gani mbele ya Mwenyezi Mungu? Kwa nini isiwe Ibrahimu? Ana nafasi gani mbele ya Mwenyezi Mungu? Kwa nini isiwe Yeremia? Ana nafasi gani mbele ya Mwenyezi Mungu? Isiwe manabii mbalimbali ambao wametangulia, lakini ikawa Yesu ana nafasi gani mbele ya Mwenyezi Mungu? Kwa nini iwe Yesu? Sababu ya mjadala huu kumzungumzia Bwana Yesu na hoja kuwa kwa Yesu ana nafasi gani mbele ya Mwenyezi Mungu, sababu moja kabisa ya msingi ni mjadala ulioko duniani wakati wa karne za mwanzo mpaka karne za sasa. Mjadala ambao sio kwa Waislamu peke yake, hata kwa Wakristo wenyewe mpaka leo na wao wanajadili Yesu ana nafasi gani mbele ya Mungu. Wakristo wenyewe. Nikisema hili ninamaanisha kwa Yesu ni Mungu Bwana. Lakini wako wengine Wakristo wenyewe hao wanasema Yesu sio Mungu kabisa. Mfano tuliona juzi hapa mlokole mmoja anaitwa Mzee wa Upako, maarufu kama Mzee wa Upako. Naye akasema pia Yesu
sio Mungu. Maana yake ni nini? Mjadala wa Yesu ana nafasi gani? Sio mjadala wa Waislamu peke yao, ni mjadala pia wa Wakristo. Yesu ana nafasi gani? Kwa sababu hiyo basi tukaona maudhui hii ni maudhui ya msingi, kwa sababu hata Wakristo wenyewe jadili Yesu Mungu ili mwende mkapate majibu inshallah. Ilikuwa ni shida katika hali ya kuelewa. Walikuwa wanaulizana, nataka tuangalie nafasi ya Bwana Yesu mbele za Mwenyezi Mungu. Kama Waislamu watambua nafasi ya Bwana Yesu Mungu ni kama tulivyoripotiwa katika kitabu kitukufu cha Qur'ani katika sura ya 61. Naomba hii aya niitumie Uislamu na Qur'ani, lakini mkubwa nitasimama zaidi kwenye Biblia na malengo pia hata wale wanaoamini Biblia wapate kumjua Yesu ana nafasi gani mbele za Mungu. Msomaji baba. Naam. Mwenyezi wana Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Kwa hiyo Waislamu tunatambua nafasi ya Bwana Yesu mbele ya Mwenyezi Mungu ni nafasi ya utume, ni nafasi ya utume kwa wana wa Israeli, kama ambavyo Qur'ani ilivyotutaarifu kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyote. Hii ndio nafasi ambayo Waislamu tunaitambua. Lakini ndugu zangu, hii ni Qur'ani. Kwa nini nimeitumia Qur'ani? Kwa sababu nimetamka neno Waislamu. Kwa nini niseme nimetamka Waislamu na nikatumia Qur'ani kama mwongozo? Kwa sababu Waislamu kitabu kinachoongoza katika maisha yao, katika ibada zao ni kitabu cha Qur'ani. Kwa kuwa Qur'ani ndio inayoongoza, nikaamua nitumie kama sehemu ya kielelezo. Lakini sasa baada ya kutumia Qur'ani kwa kueleza upande wetu, sasa nataka tuangalie kwa umakini mjadala ambao uko mezani. Nani anastahili kutoa majibu ya mjadala wetu? Mwenye kustahili kutoa majibu ya mjadala huu ni Bwana Yesu mwenyewe. Kwa sababu wako watu mbalimbali wamemzungumzia Yesu. Miongoni Bwana Paulo naye amemzungumzia Yesu kwa kadri alivyoelewa. Wako wataalamu mbalimbali wameandika vitabu wamemzungumzia Yesu kwa kadri walivyoelewa. Lakini mjadala huu anayestahili kuutolea majibu sio mtu mwingine yoyote, ni Bwana Yesu mwenyewe. Huyu Yesu ambaye tunamueleza leo hapa, swali langu la kwanza nitakalo muuliza Yesu, Yesu ulikuja hapa duniani, ulikuja kufanya nini? Hili ndio jambo la kwanza. Kazi yako wewe ilikuwa ni nini? Ili ukishatambua kazi yake, maana yake utakuwa umeitambua nafasi yake. Hauwezi kutambua nafasi yake kama haujaijua kazi yake. Ukijua kazi yake, umejua nafasi yake. Nataka nimuulize Yesu kwanza. Hili ndio swali la kwanza ambalo mimi namuuliza wewe Mkristo uliokaa hapo. Utasikia majibu ya Yesu katika swali ninalomuuliza mimi. Yesu nakuuliza, ulikuja duniani kufanya nini? Yesu ananijibu hivi kupitia Bwana Luka 4 mstari wa 42. Luka 4
42 nasema, naam, hata kulipokucha ndio alitoka kaenda mahali pasipokuwa na watu. Simama kidogo. Inafika asubuhi, Bwana Yesu akaenda zake sehemu ambayo haina watu. Endelea. Makutano ndio wakawa wakimtafuta wakafika kwake. Maana yake watu wakawa wanahangaika, wanasema Yesu kaenda wapi? Wanamtafuta. Katika kumtafuta wakafika bahala wakakutana. Ikawaje? Wakataka kumzuia asiondoke kwao. Akawaambiaje? Imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia. Simama kidogo. Subiri kidogo. Amini taratibu. Nifuate mimi kaka. Aliko Bwana Yesu amezuiliwa. Wanataka kumwambia, unajua ukiwa mtu mzuri unaweza kwenda sehemu watu wakakuzuia usiondoke. Sasa watu wanataka kumzuia Bwana Yesu asiende sehemu yoyote, atulie pale pale. Wakati wanafanya jitihada za kumzuia, akawaambia, nyie vipi? Mbona mnataka kunizuia hapa? Hamjui nini majukumu yangu? Yesu akawaambia sasa, akawaambia nini? Maana naam, kwa sababu hiyo nalitumwa. Simama kidogo. Yesu anasema imenipasa kwenda katika miji mingine kuhubiri ufalme wa Mungu. Maana kwa sababu hiyo ya kuhubiri ufalme wa Mungu nalitumwa. Maana yake nafasi ya Yesu ni mtumishi wa Mungu aliyetumwa. Sisi na Yesu tunakubaliana kwamba ni mtumishi wa Mungu aliyetumwa ili akahubiri ufalme wa Mungu. Swali la kujiuliza, sijui na walimu hawa wanakubaliana pia na Yesu au wanaweza kuja kukataa. Kwa sababu gani? Niliwahi kwenda Uganda. Nilipofika Uganda nilifanya mjadala kule Uganda. Kuna watumishi wenyewe waliniambia, hapana, sisi bana hatukubaliani na Yesu. Bali Yesu huyo aliamua kujibadilisha. Alipojibadilisha akaja duniani hakutumwa na yoyote. Kwa hiyo nikamuuliza yule mtumishi wa Uganda, kama Yesu hakutumwa na yoyote, hapa anapotuambia ametumwa, je, alikuwa anatupiga kamba? Akasema hapo alikuwa anatupiga kamba. Kaambia, kama Yesu anaweza kutupiga kamba, hauoni kwamba wewe unamkosea adabu? Yesu hawezi kutupiga kamba. Na mimi sikubaliani na mtumishi wa Uganda, bali nakubaliana na Yesu kwamba kwa sababu ya kuja hapa duniani alitumwa na Mungu ili aje ahubiri ufalme wa Mungu. Lakini haya maneno, hata Bwana Yesu mwenyewe kulikuwa na maswali mengi ya kumuuliza. Wengine walikuwa wanadhani Mungu na Yesu wanalingana. Wengine walikuwa wanadhani hivyo. Yaani ukiwalinganisha vyeo vyao vinalingana. Baadhi ya watu wengine. Ndio maana leo tunaitafuta nafasi yake. Nafasi yake ni ipi? Katika kuliona hilo, watu wanadhani kwamba analingana. Yesu siku moja akawaambia maneno yafuatayo katika Yohana sura ya 14 mstari wa 28. 28 nasema hivyo. Ndio. Kwa wale wanaosoma na kuandika. Inasemaje? Nilifikia kwamba ndio mimi naliwaambia. Sikiliza. Bwana Yesu alikuwa ameshawafundisha watu kwamba iko siku moja ataondoka zake hapa. Akawaambia, mlisikia ya kwamba mimi Yesu naliwaambia. Naliwaambia nini? Naenda zangu. Wapi? Tena naja kwenu. Naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngenipenda mngenifurahi. Kama mimi Yesu mngekuwa mnanipenda, basi nyinyi mngekuwa kwenye furaha. Kwa sababu naenda kwa Baba. Ninakwenda kwa Baba. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Yesu bado anawaonesha nafasi yake ni ipi. Yaani anagundua kuna watu wanaweza wakawa hawaelewi nafasi yake. Ikabidi Yesu azidi kuwaambia. Akawaambia kwamba mimi nakwenda kwa Baba. Na nyinyi mngelijua hilo, mngelifurahi. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Tafsiri yake, Mungu ni mkubwa kuliko Yesu. Kuna mtu mmoja anasema hapana, hao wanalingana. Ndio kama yule wa Uganda. Yaani wewe ukimwona mtu anasema Yesu na Mungu wanafanana, yaani maana yake anamwambia hilo andiko la kwenye Biblia weka mstari futa. Ndio maana yake. Sio mimi. Yaani hapa tunasoma maandiko. Sasa kama kuna maandiko mengine yanayopinga haya, mtakuja kutuambia aloandika haya nani? Maana inawezekana kamzingishia Yesu. Sasa kitu
tuendelee kujifunza. Mjadala watu wa leo, nafasi ya Yesu kwa Mungu ni ipi? Ndio mjadala wetu. Tunaitafuta nafasi yake, ili watu wakijua nafasi yake wasimpe nafasi isiyo yake. Kumpa nafasi isiyo yake sio jambo jema kwa Mungu. Hata ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, Mungu amekataa. Mungu hapendi habari hizi. Kutoka katika sura ya 10 nafikiri. Baba 20:10. 21 Kutoka. Anzi hapo. Mungu akanena maneno hayo yote akasema. Simama kidogo. Nataka watu usikilize kwa makini, ili watu wasichanganye nafasi, tukampa nafasi isiyo yake. Mungu akanena maneno yote haya akasema. Akasemaje? Mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri. Hapa Mungu anamwambia Musa. Amwambia Musa, sikiliza wewe. Mimi ni Mungu wako. Nimekutoa katika nchi ya Misri. Katika nyumba ya utumwa. Katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usinifanyie sanamu ya kuchonga. Endelea baba. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Endelea. Wala kilicho chini duniani. Endelea. Usivisujudie wala kuvitumikia. Endelea. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako. Mimi Bwana Mungu wako. Mimi Mungu mwenye wivu. Kumbe sifa ya Mungu anaona wivu. Mkichukua sifa yake mkaipeleka kwingine, ukichukua sifa ya Mungu ukapeleka kwingine, Mungu anaona wivu. Anasema inakuwaje unachukua sifa yangu unaipeleka kwingine? Kwa sababu hiyo tukaona tujadili leo nafasi ya Yesu ni ipi. Tunaijadili nafasi ya Yesu kwa Mungu ili tusije tukakosea tukampelekea kwingine, matokeo yake Mungu akaona wivu. Nafasi ya Yesu ni ipi? Bwana Yesu anazidi kukondolea misumari nafasi yake katika Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Uzima wa milele ndio huu. Endelea. Wakujua wewe. Simama kidogo. Huwezi kupata uzima wa milele. Nzuri hizo baba. Huwezi kupata uzima wa milele kama hujamjua Mungu. Anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe. Kwanza ni kumjua Mungu ili upate uzima wa milele. Sasa ukijiona haujamjua Mungu, basi ujue wewe uzima wa milele utakuwa haujaupata. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe. Wakujue na Mungu pekee. Simama kidogo. Neno pekee lina maana pana sana. Pekee ni neno pana sana. Yaani maana yake hauwezi kumlinganisha huyo Mungu, huwezi kumfananisha huyo Mungu, huwezi kusawazisha huyo Mungu kwa namna yoyote ile. Ndio maana likaja neno pekee. Yesu anasema wakujue wewe Mungu wa pekee, wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe nafasi ya Yesu ni nafasi ya utume. Utume wenyewe ni wa kuhubiri Injili. Ndio Yesu anasema ili kumjua Mungu, ili upate uzima, lazima ujue kuna Mungu wa pekee. Ndio unapata uzima. Sijajua walimu wa Uganda ndio waliniambia huyo ndio kila kitu, ila siamini kama na walimu hawa ni sawa na Uganda. Hawa inawezekana wanakubaliana na Yesu kwamba yuko Mungu wa pekee ambaye ukimjua huyo ukakubali kwamba Yesu naye katumwa na Mungu, ndio unakuwa na uzima wa milele. Sasa haya maneno siyasemi mimi, anayasema Bwana Yesu. Ndugu zangu, tunataka kutambua nafasi ya Yesu. Ukisoma kwenye maandiko mengi sana yamechambua nafasi ya Yesu. Kwa Yesu mwenyewe kuzungumza, sio kuzungumziwa, kuzungumza nafasi yake. Sasa na tunataka tujue leo, wenzetu wa Kristo, mnatambuaje nafasi ya Yesu? Mnaitambua ni ipi? Mnatambua kama wale watu wa Uganda yeye ni Mungu? Mnatambua kama baadhi ya watu kwamba sio mtume wala sio nini? Mnatambua nafasi gani? Lakini tunamwangalia Yesu kupitia maandiko ya Biblia ambayo yeye mwenyewe akieleza na akinukuliwa kwa
mbalimbali. Kuna jambo lingine nataka tulisome hapa. Kwa nini tunaijadili nafasi ya Yesu? Maandiko yanayozungumzia kuhusu kutumwa kwa Yesu hayana idadi. Ni maandiko mengi mno. Kama tutayasoma hivi sasa, tunaweza tukafika kesho kwamba Yesu ametumwa. Pambana mimi.
jina lao Adam. Ndio hivyo. Alafu na siri iliyopo kwenye hilo andiko. Unajua siri ya Mungu hapo. Ipo hapo. Siri ya Umeshasikia? Umeshasikia? Kwa nini washa wewe? Hisi na imewaka hapa. Ndio maana mtu Mungu alikuwa anaweza kueleza matope mawili. Unasikia? Unasikia unasikia kwa sababu niko karibu. Lakini fikiria kuuza tope moja. Alafu katika lile tope akatoka Samson. Hiyo chachomwa iache. Kwa hiyo baba alimtoa mwanae. Unasikia hao? Adam. Ndio shike hiyo. Basi ndio nikaribishia matendo tunasikia. Akaona sasa kama mechi tungedelea akaenda kumtoa kibabu. Kwa hivyo huyu Hawa ni sehemu ya Adam. Kwa kifupi alikuwa ameshaumbwa hata kabla hivyo hajakuwa. Nani? Huyo Hawa. Ameumbwaje tena? Hapa aliposema aliwaumba na kawaida kabisa jina lao Adam. Au baada ya kuwa amewaacha ndo akawaita sasa kwa mimi. Naeleza mambo aje. Kieleza na akili yako. Ndio maana hata wengine wanasema Adamu alioa alikuwa na mke mwingine tofauti na nao. Sababu wanasoma ina maana yeye Mungu alikuwa na mpango kuumba huyo hao kabla yaani alikuwa na mpango wa kuumba wote wawili. Lakini kwa sababu kuna ile kitendo ya kusema alikuta aliona Adam aliona mbele. kabla hata kwamba aliona mbele kwamba huyu Adam ni kama Mungu alikuwa anakwenda. Bila alipo Mungu akawa anakwenda. Sasa wewe nataka kukuuliza kabisa. Usiwahi kusikia tatizo. Maana hiyo tumezwa uko naye alikuwa ni kweli. Na unajua Waislamu wanacheza karibu sana na wanafundisha dini. Ni dini tu napendisha bwana. Hivi sauti unatoa wapi? Alafu nahangaika bure mimi. Unapata sauti? Simwambie na toa sauti hapo chini. Ndo hapa Si? Basi sauti inakuja kutoa hapa kwenye nini? Zimeingiliana Yaani nahangaika bure mwanangu. Majirani zangu wote wamenuna nuna. Nimeweka hapo juu hapa vile kama. Fundi wa hivi. Ngoja kuonesha kisha kupata sauti. Zimeingiliana. Sijui kweli. Nahangaika sana kwa maana tunajua. Yaani hapo tafuta waya. Unaongea? Naongea. Mimi bado niko live. Nachukua hii hapa. Sehemu ya sauti kwako kwa. Sehemu ya kuchukua sauti hii phone, sehemu ya sauti hii phone. Muona hapa. Tunapeleka kwako. Kwenye phone? Kwenye sauti. Sema chukua kwenye phone wewe. Napata sauti. Una wasiwasi? Yes, anakuwa kabla na Tuweze kuahirisha dakika 10 mkutano. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeyasikia hayo yaliyozungumzwa kama mwenyekiti mwenza alivyozungumza. Tunaahirisha kipindi hiki, lakini muwe tayari mkafike kwa wakati ili Microphone one test, hello, microphone one test. Microphone one test, hello, microphone one test. Niache sifa.
jambo moja kwamba ndugu yangu mleta mada alipopanda dakika 20 ni kama vile ananikumbusha Mithali 18 aya ya 17 ile inayosema ajiteteaye kwamba kwanza huonekana kuwa ana haki, lakini jirani yake huja na kumchunguza. Sasa tunakwenda kumchunguza kupitia ndugu yetu na rafiki yetu Mwalimu Ndacha, ili ayaweke mambo vizuri, kumchunguza huyo jirani yake anayeonekana kuwa ana haki katika hayo aliyoyatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia Wakristo, nimepata lile ombi lenu kwamba zile dakika za nyongeza 10 zifikie 15. Je, ni kweli ni vivyo mnasema hivyo? Mnyoshe mikono. Basi hilo tunalipeleka kwa mratibu na katibu ili wajadiliane, ili tuone kwamba inakuwaje. Nimkaribishe Mwalimu Ndacha kwa ajili ya kumchunguza huyo aliyetangulia kuleta hoja. Karibu. Okay, asante sana mwenyekiti. Pastor Ndacha, subiri kidogo. Dakika zako naomba msimhesabie kwanza, na napenda kuweka vitu sawa. Naomba tujitahidi sisi wasimamizi tusiside. Mwenyekiti upande wa Kristo unahitajika kuwa neutral na mimi nahitajika kuwa neutral, kwa sababu kukitokea complication ya namna yoyote hapa, mimi na wewe ndio watetezi. Tukianza mimi na wewe kuwa washabiki, maana yake tutaanza kugongana sisi wenyewe, alafu matokeo yake wale tunaoongoza tutashindwa kuwasimamia. Mimi ni Muislamu na ni mhubiri wa Kiislamu, lakini kuna maneno ambayo yakiwa yanakwenda navumilia, kwa sababu najua watakaokwenda kupresent watakuwa ni wahubiri wetu. Kwa hiyo tujitahidi kutoka kwenye vile zichombezo, tusimamie tu utaratibu. Mhadhiri akitoka tumweke sawa, mhubiri akitoka tumweke sawa. Basi ni hilo tu ndio nilikuwa naomba lisisitizwe katika mkutano wetu ili tuweze kwenda salama. Haya, kwanza nitaanza na salamu kwa ndugu zangu katika imani wa Kristo. Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Na kwa Waislamu hamjambo. Mada hii ilichaguliwa na Waislamu na kongamano au walimu wa Kiislamu wakiwa wameelewana, wakaomba mada Yesu ana sehemu gani kwa Mungu. Mimi nikadhani watakuwa na lipya la kutufundisha, lakini kumbe wimbo ni ule ule tu, wameiba miaka nenda miaka rudi, kumbe hakuna jipya. Alafu nilidhani, maana nilikuwa na muhitaji sana nimuone kijana machachari wa Kiislamu anaitwa Shafii, lakini nimekuja kuona kumbe yeye hata anachelewa, anakuja wakati mada ya kwanza imeisha. Kwa hivyo Shafii, nafikiri kesho utawahi mapema, maana tunakuhitaji wewe, usije ukajificha huko nyuma ya hema. Sasa naomba niweze kuingia katika mada na niseme nimesikitika sana na ninawahurumia jamii ya Kiislamu, kwa sababu kumbe hata nafasi ya Yesu kwa Mungu kumbe Waislamu hawana habari wala hawajui. Lakini nataka niseme na niwaambie shida ni nini, maana inawezekana wenyewe hawajui shida iko wapi. Hebu kwanza nisaidie, kitabu kinaitwa Wakolosai 2:2, nionyeshe Waislamu shida ya kutokujua Yesu nafasi yake kwa Mungu ni ipi. Muna matatizo gani? Soma tusikie. Inasema Wakolosai 2:2, twende. Ili wafarijiwe mioyo yao, ili wafarijiwe mioyo yao, wakiunganishwa katika upendo, wakiunganishwa katika upendo, wapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, ndio wapate kujua kabisa siri ya Mungu. Yani Kristo. Hata nani? Kristo. Kumbe Yesu
Yesu kwanza ni siri ya nani? Siri ya Mungu. Kumbe kwa sababu Yesu ni siri ya Mungu, kuna watu ambao wanajua nafasi yake kwa Mungu ni ipi, na kuna wengine wasiojua. Wanaojua wanafunuliwa kwa njia gani? Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wake ni wa 10. Soma tusikie. Biblia inasema hivi. Lakini Mungu ndio ametufunulia sisi kwa roho. Kwa hivyo wale wana roho wa Mungu wanafunuliwa siri ya nani? Siri ya Mungu. Lakini matatizo Waislamu katika mambo ya swala ya kiroho hawana habari, ndio sehemu ya Yesu hawawezi kujua. Mtaishi kuiba wibo, ni mtume, ni mtume, ni mtume. Kumbe maskini hamna habari. Leo ndio mtapata good news, habari njema yenye mjawahi kusikia. 17:85 Qur'an. 17:85 kitabu ni cha Qur'ani. Twende. Bismillahirrahmanirrahim. Inasemaje? Inasema. Twende. Na wanakuuliza habari ya roho. Wanapokuuliza habari ya roho, sema roho ni jambo lililohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. Twende. Nanyi Waislamu hamukupewa katika elimu ujuzi ila kidogo kabisa. Nayo ni nini? Ni elimu ya vitu visivyohusika na roho. Kumbe Waislamu wana elimu kidogo, na ni elimu ya vitu visivyohusika na nini? Na roho. Alafu mnafikiria tu mmekuja hapa mtufundishe ati habari ya Yesu ana nafasi gani mbele ya Mungu, wakati Yesu ni siri ya Mungu na watu wanafunuliwa kwa roho yenye hamuna. Wao ni matatizo. Sasa lazima mkubali kukaa kitako tuwafundishe. Na ndio naona tumejikakamua, tukagaramika na tukaja mapema, ni vile mnachelewa ili tuwafundishe. Sasa ninaanza kuwapeleka shule. Yesu ana nafasi gani mbele ya Mungu? Biblia inafundisha nini? Yesu katika nafasi yake kwa Mungu ni ipi? Kwanza Yesu anahitajika kwanza yeye mwenyewe ajieleze. Msomaji, mwalimu, swali hili liliulizwa kabla Mtume Muhammad kuzaliwa, kabla ya babu yake Muhammad kuzaliwa, Abdul Muttalib, na likajibiwa zamani, lakini hamsomi, mnauliza tu. 16:13 Mathayo. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Yesu alienda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasemaje? Watu hunena mwana wa Adam kuwa ni nani? Watu hunena mwana wa Adam kuwa ni nani? Wengine wakasema huyo Yohana Mbatizaji, wakaanguka mtihani. Wengine Elia, wakaanguka mtihani. Wengine Yeremia, wakaanguka mtihani. Hao mojawapo wa manabii. Hao wote wakaanguka mtihani. Hata waliosema ni mojawapo wa nani? Wa manabii. Sasa swali likageuka, sasa likaelekea Wakristo. Waislamu wameanguka tayari, mahali tumefika. Sasa tugeuka kwa Wakristo sasa. Yesu alafu ajibu. Yesu atoe ni akina nani wanapita mtihani leo. Teremka chini. Akawauliza, na nyinyi mwanena mimi kuwa ni nani? Na nyinyi Wakristo mnasema kuwa mimi ni nani? Simoni Petro akajibu akamwambia, mmoja katika wanafunzi anaitwa Petro, ninawagoja. Kwa ile wanasema Yesu alimwambia Petro, rudi nyuma yangu shetani, si shereheshi, kujeni mpita huko mpate mshumari takayewapigilia kwa kichwa wa inchi 9. Nibutu kupita hapa. Mtaacha hivyo hivyo. Soma chini tuendelee. Simoni Petro akajibu akamwambia, Simoni Petro akajibu akamwambia, wewe ndiwe Kristo. Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia Yesu akasema akamwambia. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu alikukufunulia hili, bali maliza, Baba yangu aliye mbinguni. Kumbe Yesu anamwambia Petro, jawabu uliyoitoa haijatoka kwa mwanadamu, imetoka kwa nani? Kwa baba yake. Imetoka kwa nani? Kwa baba yake. Kumbe Mungu ndiye anawafunulia watu wajue Yesu nafasi yake kwa Mungu. Ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Si unaona wanakubali, Waislamu washakubali. Kwanza wamefuatilia, wameshangilia.
wameshangilia Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Waislamu wameshangilia Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Hapo ndio kuna uzima wa milele brother. Hapo ndio kuna uzima wa milele. Msomaji, mwalimu, waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 4 na 5. Kwa maana hawa wajumbe ni yetu. Leo ndio mtajua leo. Leo tunawapeleka shule. Leo tunawafundisha na ninashukuru Mungu mnaelewa. Mpaka mnashangilia. Kwa maana ndio kila kitu kilichozaliwa na Mungu, kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Hushinda ulimwengu. Huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Rudia tena. Na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Rudia tena. Na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Maliza. Hiyo imani yetu. Imani gani? Hiyo imani yetu. Maliza. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye. Rudia. Isipokuwa ni yeye. Rudia. Isipokuwa ni yeye. Rudia. Isipokuwa ni yeye. Aminia ya kwamba. Rudia. Aminia ya kwamba. Rudia. Aminia ya kwamba. Nani? Yesu. Rudia. Yesu. Rudia. Yesu. Maliza. Ni mwana wa Mungu. Naomba watu wangapi wanaamini hivyo hapa? Sasa wale wanaamini hivyo mkono juu. Hao ndio wanaamini hivyo. Sasa wacha niwapeleke kwenye mtihani. 3:36 Yohana Injili. Na ukiangalia hapa nyuma utapata elimu hawana, kwa sababu nikifundisha kwanza wanapiga kelele. Mimi wakifundisha na nyamaza kimya, wao ni kelele tu wanapiga. Na hiyo ndio tabia yao kwa mikutano yote. Watu wa kamera mnaelekeza hapo, mnaonyesha ulimwengu. Soma hiyo. Inasema ndio amwaminie mwana wa Mungu. Rudia tena. Amwaminie mwana wa Mungu. Maliza. Yuna uzima wa milele. Atena nini? Yuna uzima wa milele. Watu wangapi wanaamini Yesu ni mwana wa Mungu? Mimi wa kwanza. Wana nini? Yuna uzima wa milele. Twende. Asiyemwamini mwana wa Mungu hataona uzima. Watu wangapi hawaamini Yesu ni mwana wa Mungu? Finali jahannam khalidina fiha abadan. Paka wa mama wanasema kumbe ni matatizo. Bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Bali ghadhabu ya Mungu inafanyaje? Inamkalia. Kwa hivyo sehemu ya Yesu kwa Mungu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Na mwalimu wa Kiislamu aliyetangulia kufundisha alisoma Yohana 17 mstari wa ngapi? Mstari wa 3. Si alisoma mstari wa 3? Ndio. Sasa tuanzie mstari wa kwanza ndio uone hata yeye alikubali. Inasema hivi. Tunaanza kubatiza hii grupu hii tukianzia na Shafii Muoga, alafu tunakuja tunamalizia na wengine. Soma hiyo. Na baada 17:1. 17:1 Yohana. Inasema hivi katika 17:1 kitabu ni cha Yohana. Twende. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Iko hapo mwalimu. 17:1 Yohana. 17:1 kitabu ni cha Yohana. Twende. Inasema maneno hayo aliyasema Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akasemaje? Baba. Ata nani? Baba. Ata nani? Baba. Sasa imekwisha kufika. Maliza. Mtukuze mwanao. Ata nini? Mtukuze mwanao. Ili mwanao wako naye ndio akutukuze. Maliza. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wenye mwili, ili kwamba wote, rudia tena, ili kwamba wote uliompa, rudia, ili kwamba wote, rudia, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Ata nini? Awape uzima wa milele. Kumbe Mungu amempa mwana kuwapa wote wenye mwili nini? Uzima wa milele. Wanaoamini Yesu ni mwana wa Mungu watapata uzima wa milele. Wasioamini hawatapata uzima wa milele. Hiyo ndio tofauti ya Uislamu na Ukristo. Tofauti ni hiyo tu. Simple as that. Nyinyi ni finali jahannam, sisi kwa uzima wa milele. Jahanamu yenu mko na wanawake 72, mnawaita wa maurulaini huko kwa jahannam, na mna pombe. Sasa msemaji, mwalimu, lakini wanawake ndio hawajaambiwa watapewa nini. Wanaume watapewa maurulaini, hawa wanaenda kukauka hivyo hivyo. Sasa msemaji, niko si mada Yesu ni nani kwa Mungu kabisa. Si ni Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa Yesu ni nani kwa Mungu? Kwa Mungu. Yesu mwenyewe tumuulize, wewe Yesu ni nani kwa Mungu? Tuambie. Waislamu hawezi kutuambia.
Yohana 10:36. 10:36 kitabu cha Yohana. Mimi nawagoja katika ugu wa Yesu. Niwapiga kibana mjawahi kuona. Unajua wanadhani kwamba tunasema, nasema Yesu Mungu. Ngoja. Tunako na nini hapa? Ni vile mnachelewa. Mnasema tutakuja saa 9, ushaambia nakuja saa 10:30. Na wewe ndiye tulikuwa. Alafu akifika kwake kwa nyumba, aanze kuweka tu microphone hapo na video. Dasha, niko hapa Tanzania, kuja mapema. Sasa mimi nikirudi zangu Kenya, alafu naweka video kwa nyumba yako. Soma hiyo. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa. Na kumtukuza. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa. Na yeye akamtuma ulimwenguni. Ninyi mnamwambia unakufuru. Kwa nini? Kwa sababu. Rudia tena. Kwa sababu. Alisema mimi ni mwana wa Mungu. Kumbe Yesu alisema kwa mdomo wake, mimi ni nani? Mwana wa Mungu. Mimi ni nani? Mwana wa Mungu. Mwana wa ng'ombe. Mwana wa mbuzi. Mwana wa sungura. Mwana wa mtu. Mwana wa nyoka. Mwana wa Mungu. Kujani mdhubutu hapo. Niwapigilie mshumari wa inchi 9. Kama kuna mada hamtawahi dhubutu kuweka tena kwa mjadala ni hii. Mimi nawahakikishia. Wacha ifike jioni. Mnataka tu hapo mchezo, mtakipata kile mtamakuni. Mimi nawaambia. Msemaji, mwalimu, si tumepata Yesu amejieleza? Ndio. Sasa tunamuuliza Mungu naye. Huyu Yesu naye ni nani kwako? 17:5 Mathayo. Na walipokuwa katika kusema, mwenyekiti anasema tutabatizwa, anaambia huyu mwingine. Na walipokuwa katika kusema, tazama, ndio wingu jeupe likawatia uvuli. Tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasemaje? Rudia. Ni nani? Ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Kumbe Mungu mwenyewe anasema Yesu ni nani? Mwanaye mpendwa. Yesu naye anasema Mungu ni nani? Baba yake. Yesu anasema Mungu ni nani? Baba yake. Sasa Wayahudi wa leo ambao ni Waislamu ni Wayahudi wa leo. Yesu alikuwa anapambana na Wayahudi wa Bereni wa zamani. Sasa tuko na Wayahudi wa leo. Yohana 5:18. Wayahudi wa leo ni Waislamu. Waislamu ni Wayahudi wa leo. Kilichowasubua mitume ni maisha. Linga 5. Hiyo ni mzuri, kwanza wewe unaangalia sana nikubatiza, wewe unakaa mchungaji mzuri. Unaleta maneno mengi. 5:18 nasema. Inasemaje? Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua. Walikuwa wanataka kumuua Yesu. Kwa kuwa hakuvunja sabato tu. Wayahudi walidai Yesu amevunja sabato. Bali rudia. Inasema basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua. Kwa kuwa hakuvunja sabato tu. Ndio. Bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake. Kumbe Yesu alimuita Mungu baba yake. Kumbe baba wa Yesu ni nani? Mungu. Kumbe baba wa Yesu ni nani? Mungu. Yohana 8:19. 8:19 kitabu cha Yohana. Hakuna Muislamu hapa anajua Yesu hapa. Nani anajua? Ninyi wenyewe vitambulisho vyenu vimeandikwa baba zenu. Alafu unatuambia ati Yesu ate Isa bin Maryam. Si hata nyinyi mwito na mama zenu. Inasema soma. Basi wakamwambia yuko wapi baba yako? Yesu aliulizwa na Wayahudi, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu, mimi hamunijui wala baba yangu hamumjui. Kwa hiyo ukiona watu hawajui baba wa Yesu, wanamjua Yesu? Hawamjui. Hawa wanajua? Hawamjui. Wanamuita Yesu mwana wa nani? Mwana wa Maria. Wanasema hana baba. Na Yesu anasema Mungu ni baba yake. Hawa wanasema hana baba. Alafu hata wanaweka mkutano hapa watufundishe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Huo ni msiba mkubwa bwana. Na mgoja huyu Shafii. Na wacha nikwambie Shafii, kama wewe kweli ni msomi, wacha hivyo nilisoma kitabu pale cha sira Al-Hakam na Kutumu. Wasema tuliana mwalimu yupi
anaweza kukataa kitabu kikubwa hicho cha dini eti kisisomwe? Sasa mimi naongea na Shafii na ninamhitaji huyu kijana, ananilepa. Sasa atakuja hapa dakika 10 apiga maneno yake ya Kiswahili. Kama ni kweli Shafii ni msomi, tuanze na yeye mkutano hapa saa 9 kamili. Ikifika saa 12 mtaona vile nitamgaragaza huyu. Labda nimwache tu kwa nyumba yake tu aseme. Msomaji, mwalimu, mada ni Yesu anasema gani kwa nani? Kwa Mungu. Ibrania 1 mstari wa 8 na mstari wa 9. Inasema hivi. Twende. Inasema hata tena mlesapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema. Tazama maandiko yote nimesoma yako kwa Biblia, na mwalimu aliyetangulia alisoma Biblia. Haya maandiko alivaa miwani ambao hakuona. Ni makusudi. Hawa watu wanakataa. Wewe usome hata Yesu kuna mahali aliitwa nabii, lakini mahali ameitwa mwana wa Mungu unavunga macho. Mimi nakubali ametumwa akiwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Na ili nitoe shaka hiyo, maana wanadhani napinga. Mimi sipingi. 4:14 Yohana. Mimi nina maandiko bwana. Nitapinga maandiko? Maandiko yako wazi. Natumia maandiko. Pambaneni na mimi kwa maandiko muone kivumbi. Labda muongee Kiswahili kigi. Hiyo tu sitawazana na nyinyi. Kama ni maandiko mtaona cha mtamakuni. Soma hiyo 4:14 Yohana. Waraka wa kwanza Yohana 4:14 Yohana. Samani. Waraka wa Yohana. Ndio. 4:14. Soma. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Katika waraka wa kwanza wa Yohana 4:14. Ndio. Dakika moja hiyo. Inasema hivi katika 4:14 kitabu ni waraka wa kwanza wa Yohana. Safi. Na sisi tumeona. Sikilizeni. Hiyo ndio andiko nasoma hapo. Si dasha nasema ni andiko. Sikilizeni vizuri. Na sisi tumeona na kushuhudia na tumeshuhudia ya kuwa baba amemtuma mwana. Atemefanyaje? Amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kumbe baba amemtuma nani? Mwana. Kwa hivyo Yesu ametumwa akiwa mwana. Ametumwa akiwa mwana. Mimi nimekataa ametumwa. Haujakataa. Mungu alimtuma nani? Mwanae. Mungu alimtuma nani? Mwanae. Awe mwokozi wa nani? Wa ulimwengu. Kwa hivyo nafasi ya Yesu kwa Mungu ni mwana wa Mungu, mwokozi wa ulimwengu. Na wangoja Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hayo ndiyo mambo. Hebu tupunge mkono. Ubarikiwe mtumishi, ubarikiwe sana mtumishi. Sasa tunaenda katika nafasi nyingine ya pili ambayo ninamwachia mwenyekiti mwenza ili aweze kuendelea kumpandisha mhadhiri kwa ajili ya dakika zingine hizo 10. Karibu sana. Asante sana. Waislamu takbir. Takbir. Mimi nampenda sana Pastor Ndacha. Ni mtu mmoja ambaye anajitahidi sana kuchangamsha, alafu ana mikoa ya kufa mtu. Na kama mwepesi panake mate atakukauka. Lakini yeye katika furaha yake yote kila anapozungumza haachi kumtaja Ustadhi Shafi Shomari Pango. Kila anapozungumza yeye anamwangania huyu mdogo wetu. Sasa basi Ustadhi Shafi Shomari Pango dakika 10. Karibu. Wakati Ustadhi Shafi anaanza ni kwamba napenda kutangazia watu kwamba kuna online TV kwa wale waliokuwa majumbani au waliokuwa hapa ambao wanahitaji kuweza kuwatumia linki ndugu zao na walio nje ya nchi, kwamba kuna Biblia ni Nuru ya Dunia online TV iko live, kuna Jeff Masawe online TV iko live, Chaka wa Musa online TV iko live, pamoja na online TV ya Ustadhi Shafi Shomari Pango online TV iko live, Kishki TV ile pale na vile vile iko live, Kiblatain TV online iko live, Mwankemwa online TV iko live, Masawe online TV iko live.
TV ambayo iko recorded ni moja, Fadhakir Online TV, hiyo ina rekodi. Kwa hiyo kwa wale ambao wapo hapa wanahitaji kuweza kuwapa furaha hii ndugu zao waliokuwa hapa Tanzania au waliokuwa nje ya Tanzania, basi ni vizuri zaidi kuweza kuwatumia linki. Lakini pia kwa wale waliokuwa nje ya nchi, kwa Waislamu wanahitaji kuweza kusaidia kwa upande wa hadhiri, uwezeshaji wa kuweza kutoka hapa na kwenda sehemu mbalimbali, basi kuna namba ambayo unaweza ukapiga au ukatuma chochote ulichokuwa nacho kwa kuandika +255 65 +255 65 82 65 89 27 37 8 +255 658 927378. Jina litatoka wakati. Endelea Ustadhi Shafi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba tukae vizuri tusikilize kilichosemwa na mada inazungumza nini. Napenda sana kufunua watu akili. Tuliokuja wote tuna akili. Tunazungumza nini na mada inasema nini? Mada ya leo, ipi nafasi ya Yesu kwa Mungu? Ipi nafasi ya Yesu kwa Mungu? Nafasi ni neno la Kiswahili lenye kugawanyika mara mbili. Moja ni mahusiano na mafungamano, lakini moja ni daraja ama cheo. Tunachozungumza leo hatuzungumzi mahusiano, tunazungumzia cheo chake ni nini. Ukisema mwana unazungumza mahusiano, sio nafasi ya cheo. Fungukeni akili sana. Sio mtu anakuja anapiga kelele tu. Funguka akili. Soma kwanza unazungumza nini. Lakini kwa mara ya kwanza ndacha kakili kasema nafasi ya Yesu kwa Mungu. Yeye hajakataa Yesu katumwa na akiwa mwana wa hali ya kuwa katumwa na sinaona wanafurahi. Yani wamejiingiza pepe. Yesu katumwa na Mungu, lakini ndacha anasema akiwa mwana wa. Kwa hiyo kachukua mahusiano baina ya Yesu na malizeni na. Kwa hiyo kuna Yesu na ndo mada ya leo hiyo. Nyinyi mmetumbukia tu. Mada sio wana, mada Yesu sio nani. Katumwa na. Yani ndacha leo anadhihirisha, anawaambia watu kule kutangaza Yesu Mungu na danganya. Yesu katumwa na Mungu. Hiyo ndio tulikuwa tunataka sisi hiyo. Mwenyewe ukili kwa mdomo wako, yani tumekutengeneza ukatumbukia. Wana sio tatizo, wana ni tatizo. Alafu aliposikia akachomoka kwamba kashapotea, mtoto wa nyoka ni, mtoto wa simba ni, kwa hiyo mtoto wa Mungu naye ni, yani ndio anatumbukia. Haya, kama kila mtoto wa Mungu ni Mungu, tuna miungu mingapi? 31:9 Yeremia. 31:9 Yeremia inasema watakuja kwa kulia. Biblia inasema watakuja kwa kulia, na kwa maombi nitawaongoza, na kwa maombi nitawaongoza, nitawaendesha kwenye mito, nitawaendesha kwenye mito, kwenye mito ya maji iliyonyooka. Ndio, katika njia hiyo hawatajikwaa sana, maana mimi Mungu mimi ni baba wa Israeli, ni baba wa Israeli. Efraimu mzaliwa wa kwanza wangu, ni mzaliwa wa kwanza wangu. Haya jamani wa Kristo, mtoto wa Mungu ni na Efraimu mtoto wa naye ni ni chini, msome nyinyi, msidanganywe. Unamsikia mtu anapiga kelele mafundisho ya ajabu, na mtaka Shafi kwa maneno haya. Sasa sio Yesu tu.
5:9 Mathayo. Wengine waungu nakupa. Na 5:9 Mathayo nasema. Nasema ndio. Heri wapatanishi. Biblia inasema heri wapatanishi. Watafanyaje? Maana. Ndio. Wataitwa wana wa Mungu. Wapatanishi nao Biblia inasema wana wa Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu nao ni Mungu. Kwa hiyo na sisi ni Mungu. Vipi? Ndacho ndio alikuwa anakutaka hivyo. Wewe ndio unamtaka mimi kwa maneno haya. Kama ni kwa hiyo dunia tumejazana wote miungu saizi hapa. Ana mimi Mungu, na wewe Mungu ndacha mwenyewe Mungu, Mwankema Mungu, nani Mungu. Hebu acheni mambo hayo. Sio huyo. Subhanallah. Waislamu takbir. Allahu akbar. Mada ya leo, nafasi ya Yesu kwa Mungu. Hatuzungumzii wana hata wewe ndacha mwana. Sisi tunazungumzia nafasi yake, na umethibitisha nafasi yake ni utume. Iko tuko tunakitafuta dunia itambue ndacha kwa mara ya kwanza. Akakiri na kukubali kwamba Yesu nafasi yake ni mtume. Kule kudanganya watu ni Mungu kumekwisha. Takbir. Wewe unatumbukia tu. Mwana. Alafu mwisho chubi. Alafu chubi unatumbukia. Wanachagua maana mada. Je, Yesu mwana wa Mungu tu? Hayo ni mahusiano. Sisi tunazungumzia daraja. Yesu we Yesu unasemaje mwenyewe? Nafasi yako ipi? 17:3 Yohana. Na uzima wa milele ndio huu. Yesu anawaambia Wakristo, na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe. Mungu wa pekee. Na wa kweli. Na Yesu Kristo uliyefanyaje? Uliyemtuma. Hiyo ndio mada ya leo kaka, sio wanachagua wewe ndacha. Hata kesho ukisema tuweke wana, mimi nipo. Lakini leo tumalize nafasi. Nazungumza Kiswahili juu wanielewe. Tunazungumza nafasi kwa maana cheo. Na sisi tumekutega mwenyewe utangazie dunia kwamba huyu mtume sio nani? Sio Mungu. Watu wenzao nyuma huko wakawa nafikiria huyu anasema wana Mungu wakati sio wenzao anasema mtume. Huyo mtume wa Mungu 13:23 Matendo, nimalize hapo. Katika uzao wake mtu huyo. Biblia inasema katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Waisraeli mwokozi. Nani? Yesu. Kama alivyoahidi. Mungu kawaletea, kawatumia, kawapelekea. Kiswahili hiki. Nataka nafasi moja usiache. Ngapi kaka? 5:31. Haya ipige na hiyo bwana Hamid anaitaka 5:31 Matendo. Hilo limwachia babu. Nimeitaka. Haya twende. Mtu huyo. Kwanza ni mtu kwanza mtu. Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume ili afanyeje? Awe mkuu na mwokozi. Kisha awape Waisraeli nini? Toba na msamaha wa dhambi. Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Acha leo katumbukia mwenyewe kakubali. Sijakataa mimi katumwa. Mada imekwisha. Sisi tunasema katumwa sio Mungu. Chubui katumbukia. Leo sio kama sadaka atapata. Subutu. Yaani kategwa. Sisi hatuzungumzii wana. Je, ipi nafasi ya Yesu kwa Mungu? Yaani mada yenyewe inaonyesha kuna Mungu na ipi nafasi ya Yesu kwa Mungu? Rudi ndacha hapa. Mimi namtaka. Tena waambie, alafu niombe kitu kimoja. Wewe unasema Shafi. Mimi nilikwambia waambie umoja. Mimi nataka kufanya muhadhara na Shafi. Wewe umeandika barua umoja, unasema wahubiri wa Kikristo na wahubiri wa Kiislamu. Ndio umekosea hapo. Wewe ungewaambia mimi namtaka Shafi. Amiri yule pale, au sio bwana?
Mwambie amiri apange, mimi naogopa mtu. Mwambie amiri kwa Kiswahili hiki, kwa Biblia hii, mimi Biblia yote iko hapa. Eti anashangaa. Wewe mwenyewe ulikuwa unajui kama wewe mwana wa Mungu hapo unashangaa. Ndio katujue. Shida wao wanamfanya Yesu peke yake. Kumbe na wao wamo. Kwa mujibu wa Biblia wamo. Na Efraimu pia yumo. Na Efraimu yupo, haumo wewe. Waraka wa kwanza Yohana 3:1 maliza. Naam. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:1. 3:1 inasema. Changamka amiri kwa dakika moja. Sawa. Naam. 3:1 Ibrani. Waraka wa kwanza Yohana 3:1. Naam, waraka wa kwanza Yohana 3:1 inasema tazameni. Tazameni Mungu anasema, ni pendo la namna gani alilotupa Baba? Ni pendo la namna gani alilotupa Baba? Kwamba tuitwe wana wa Mungu. Sisi na nyinyi tuitwe wana wa Mungu. Na ndivyo. Ndivyo tulivyo wana wa Mungu, sio Yesu peke yake. Kwa hiyo na sisi miungu. Wanaonyoka. Na sababu baadaye nitakuja kutafsiri wana nini. Leo kuna wana Simba, kuna wana Yanga, kuna wana CCM. Kwani wamezaliwa na CCM? Kuna wana Boka. Nimemaliza. Asante. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Waislamu takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Haya, wakati tunasubiria dakika 10 ni kwamba kuna online moja TV tulikuwa tumesahau, inaitwa Islah Online TV. Kwa wale waliokuwa nje ya nchi ambao wanahitaji kuweza kusaidia kwa wahadhiri, kuna akaunti ya UWAKTA ya Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania kuweza kututumia chochote, lakini hata waliokuwa hapa Tanzania pia unaweza kutumia plus msalaba ile inayoanza 255 658 92 73 78. Tunahitaji kuweza kupata nguvu ya kutoka eneo moja na kwenda eneo lingine. Napenda kuchukua nafasi hii kumkaribisha mwenyekiti mwenza, lakini pia Ustadhi Ibrahim Abdu, naomba uje ukaimu hapa. Nimepata dharura kidogo na mkaimisha mwenyekiti mwingine, nitakuwepo hapa baada ya kama dakika 30 inshallah. Mwenyekiti mwenza utakuwa naye huyu bwana, karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo ni Ali Kadogo, mwenyekiti mwenza anaondoka. Sasa yafaa nifanye utambulisho mwingine hapa. Tuna mtumishi wa Mungu Shadrack Mwansonya, naomba simama. Huyo anapunga mikono, tafadhali tena tumpungie mikono. Pia ninamwona mtumishi ameshafika na Mwakemwa, karibu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tuna dakika tena 10 kwa ajili ya kumchunguza huyo aliyeleta hoja ya dakika 10. Nimkaribishe tena mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu karibu, sogea. Mtumishi wa Mungu Ndacha anakwenda kumchunguza Shafii kwa hoja zake. Karibu sana. Na tupunge mikono watumishi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwanza Shafii amehubiri Injili. Injili ambayo kwa msikiti ukihubiri utapigwa viboko. Kwa sababu gani? Naomba ni proof ndio mkubali ya kwamba kwanza amekufuru kwa imani yake. Hebu nisaidie Qur'ani 2:116. Amesema hivi Shafii ya kwamba hata yeye ni mwana wa Mungu. Na akatoa waraka wa kwanza wa Yohana 3:1. Akasema sisi ni wana wa Mungu na ndivyo tulivyo. Na yeye akajiweka hapo. Hebu soma hiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Na makafiri wanasema Mwenyezi Mungu ndio amejifanyia mtoto. Na yeye amesema pia yeye ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Na kwa mujibu wa Uislamu ukisema Mungu ana mtoto, wewe ni nani? Kafiri. Kwa hivyo ili Shafii asiwe kafiri mpaka akuje kanisani, akiendelea kuwa msikitini, yeye ni nani? Kafiri. Kwa mujibu wa Qur'ani. Hata amecheka, anasema ni kweli. Alafu anasema hivi, sijui akili zake ndio anataka tusome. Ate kusema Yesu ni mwana wa Mungu ate ni daraja.
hata inatakikana awe mtume ndio nafasi. Ulisema wapi? Ulisema wapi hiyo? Umesema tunazungumzia nafasi, hatuzungumzii daraja. Yesu kuwa mwana wa Mungu ni daraja, lakini Yesu kuwa mtume ni nafasi yake. Haya maneno umetoa wapi? Unaona Sasa mimi nilifundisha Yesu nafasi yake kwa Mungu ni mwana wa Mungu. Sasa ukakuja ukasema nilisema mwana wa Mungu ni Mungu. Sasa ukatuongezea wana wengine wa Mungu. Sasa ukauliza na hawa nao watakuwa Mungu. Msomaji, mwalimu, 3:16 Yohana Injili nimfundishe sahihi. Inasemaje? Maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, maliza, hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa hivyo kuna mmoja ambaye ni mwanawe pekee. Kumbe kuna mmoja ambaye ni mwanawe pekee. Na ni nani? Yesu Kristo. Na ni nani? Yesu Kristo. Kwa hivyo sisi tunafananishwa, sisi tunafanywa wana. Lakini Yesu ni mwana wa Mungu kwa kuzaliwa. Ndio Biblia sema Yesu ni mwana wa Mungu pekee. Yesu ni mwana wa Mungu pekee. Ndio huyo peke yake ni Mungu. Kwa sababu yeye kazaliwa na nani? Na Mungu. Sisi tunafananishwa, sisi tumezaliwa na mama na baba. Ndio. Sasa tunafananishwa na yeye. Kwa kumwamini. Tunakuwa wana wa Mungu kwa kuamini nani? Yesu Kristo. 1:12 Yohana. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyaje? Wa kufanyika nini? Watoto wa Mungu. Kwa hiyo lazima umkubali nani? Yesu Kristo. Ufanyike nani? Mwana wa Mungu. 8:28 kitabu cha Warumi. 8:28. Na nimekubali sasa. Kumbe Waislamu mwisho mtakubali Yesu ni mwana wa Mungu. Ile hambishi. Sasa ile mnabisha ni wakati anapoitwa Mungu. Sasa mimi ile kitu tunashangaa nyinyi. Mnataka mwana wa Mungu aitwe ng'ombe. Soma hiyo. Inasemaje? Na sisi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale awapendao. Twende. Katika kuwapatia mema. Maliza. Yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Ndio. Maana wale aliowajua tangu asili. Aliwachagua tangu asili. Wafananishwe. Rudia. Wafananishwe na mfano wa mwana wake. Kwa hivyo kuna mwana wa nani? Wa Mungu. Na sisi tunafananishwa na mwana wa Mungu. Tunafananishwa na mwana wa Mungu. Kwa hivyo sisi ni wana wa Mungu kwa kufananishwa na nani? Na mwanawe pekee. Si ndio? Msomaji, mwalimu, Wakolosai 1:15 inasemaje? Yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Huyu Yesu ni mfano wa nani? Wa Mungu asiyeonekana. Maliza. Mzaliwa wa kwanza. Rudia. Mzaliwa wa kwanza. Rudia. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kabla ya viumbe vyote Yesu amefanyaje? Amezaliwa. Kabla malaika hawajaumbwa Yesu amefanyaje? Amezaliwa. Kabla dunia haijaumbwa Yesu amefanyaje? Amezaliwa. Yeye amezaliwa na nani? Na Mungu. Ni mwana wa Mungu. Amezaliwa na nani? Na Mungu. Mwana wa Mungu ni Mungu. Mwana wa Mungu ni Mungu. Mwana wa Shafii ni mwanadamu kama nani? Kama baba yake Shafii. Kama nani? Baba yake Shafii. Shafii ni mwanadamu ama ni ng'ombe? Ni mwanadamu. Akizaa atazaa ng'ombe ama mwanadamu? Atazaa mwanadamu. 1:8 Waibrania. 1:8 Waibrania. Lakini kwa habari ya mwana asema. Karibu wanapigana hapa, wanasaidiana fugua hapo. Lakini kwa habari ya mwana asema. Anasemaje? Kiti chako cha enzi Mungu. Mungu anasema habari za nani? Za mwana. Amemuitaje? Amemuita Mungu. Mungu anaongea habari za nani? Za mwana. Amemuitaje? Mungu. Kumbe mwana wa Mungu ni Mungu. Mwana wa Mungu ni Mungu. Qur'ani 43:81 inasemaje? Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema angelikuwa na mtoto. Muhammad anasema kama Mungu angekuwa na mtoto ningekuwa wa kwanza wa kufanyaje? Wa kumwabudu mtoto huyo. Kwa nini? Kwa kuwa ni nani? Mtoto wa Mungu wangu. Kumbe mtoto wa Mungu anafanyaje? Anaabudiwa. Kwa sababu yeye ni mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu ni Mungu. Anaabudiwa kwa sababu ni mtoto wa Mungu. Tafuteni walimu wengine, hatani msaada mwingine, Shafii kafiwa. Tafuteni mwalimu mwingine. Hata sijawahi kuona Shafii amefurahia kama leo. Yaani anaficha sasa uchungu kwa kicheko, na kicheko yake naona si ya ukweli. Kuja tukubatiza bwana.
Msemaji, mwalimu, nafasi ya Yesu kwa nani? Kwa Mungu. Nafasi ya Yesu kwa nani? Kwa Mungu. Amerudia 17:3, si ndio? Ndio. Kwa sababu Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu, kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyetumwa nani? Na Mungu. Sasa anzia moja, Sofia azi. Akainua macho yake juu. Yeye anataka tu tatu. Sasa kwa nini hutaki moja? Akainua macho yake juu. Ndio. Akasema. Akasemaje? Na sasa Baba. Na sasa Baba. Saa imekwisha kufika. Umtukuze mwanawe. Ati nini? Umtukuze mwanawe. Maliza. Ili mwana wako naye akutukuze wewe. Ndio. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Kwa hivyo nafasi ya Yesu kwa Mungu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Awape wenye mwili nini? Uzima wa milele. Ndio nafasi yake. Sasa ulishasoma 3. Sasa wewe Shafii, shida yako gani? Mimi nimekusomea 1 na 2. Wewe ulisoma 3. Sasa kwa sababu ulisoma 3, anataka tu ya kusema kutumwa. Sasa nimuongezee kutumwa sasa. 4:14 waraka wa kwanza wa Yohana. Na sisi tumeona na kushuhudia. Twende. Ya kuwa Baba amemtuma mwana ulimwenguni. Ndio. Kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwa hivyo Baba amemtuma nani? Mwana. Mwana ni nani? Yesu Kristo. Baba ni nani? Mungu Baba. Mungu Baba amemtuma nani? Mwanae. Ili awe nini? Mwokozi wa ulimwengu. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa Mungu. Anaokoa ni ulimwengu. Ametumwa akiwa nani? Mwana wa Mungu. Ametumwa akiwa nani? Mwokozi. 3:13 Yohana. 3:13 Yohana. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 3:13 kitabu cha Yohana Injili. Inasemaje? Niko hapo mwalimu. 3:13 Yohana. Inasema hivi 3:13 kitabu cha Yohana. Maliza. Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Nani? Mwana wa Adam. Kwa hivyo Yesu alishuka kutoka wapi? Mbinguni. Alishuka kutoka wapi? Mbinguni. Yesu alishuka kutoka wapi? Mbinguni. Waraka wa kwanza Yohana 5:10 hadi 13. 5:10 hadi 13. Na mnaelekeza kamera pale. Hizo ni pointi zangu bwana. Mbona mnataka zipotee? Ama nyinyi Waislamu wa upendeleo? Elekezeni hapo. 5:10 hadi 13 kitabu cha Yohana. Safi. Amwaminie mwana wa Mungu. Ndio. Anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo. Maliza. Kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huo umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana. Asiye naye mwana wa Mungu hana. Asiye naye mwana wa Mungu hana uzima. Hiyo ndio tofauti ya Wakristo na Waislamu. Wakristo wana uzima. Waislamu fi nari jahannam halidina fiha abadan. Poreni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Hayo ndio mambo. Huo ndio uchunguzi wa yule aliyewakilisha mwanzoni. Sasa tunaenda katika awamu ya pili, ya 3 sasa kwa ajili ya maswali. Tunakaribisha maswali upande. Tunaanzia na wakwetu ninyi kule. Tunaanzia upande wa Waislamu. Swali moja dakika 3 na jibu litakuwa dakika 5. Walimu tafadhali sana nimkaribishe mwenyekiti mwenza kwa ajili ya kumpandisha mtu wa swali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Waislamu tuchangamke, kunja ngumi tumtukuze Mwenyezi Mungu. Tikisa kidogo, kohoa kidogo, kohoa tena. Takbir! Naam. Nataka tulete swali la kwanza. Na kwa muda huu na wakati huu nataka nimlete DD, Doctor of Divinity, tabibu wa kiroho. Hapa namzungumzia Profesa Habibu Othman Mazinge kwa dakika 3 za kuulizwa swali.
Dakika 3 za kuuliza swali. Kujibu ni dakika 5. Karibu Profesa Habibu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yetu mmoja hapa alisimama akasema sisi Yesu hatumtambui. Tunamtambua Yesu. 2:21 Luka. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri kwake, alifanyeje? Aliitwa jina lake Yesu. Tunamtambua kama mwanaume kwa sababu alitahiriwa kama sisi. Alafu mimi namshangaa huyu jamaa. Kila akija hapa Yesu ni mwana wa Mungu, lakini hajaeleza huyu mwana wa Mungu kajaje. Hivi jamani, baba na mama anemjua mtoto nani? Mariamu hajasema wewe Yesu mtoto wa Mungu. Labda huyu kwa kuwa alikuwa kuhani, inawezekana. Maana huwezi kujua. Inawezekana huyu. Hakuna aya kwenye Biblia hata siku moja kuanzia mwanzo mpaka mwisho Yesu aliposema, Mariamu aliposema wewe Yesu ni mtoto wa Mungu. Sikilizeni na nukuu 3:16 Yohana, alafu nauliza swali. Na usema wa milele ndio. 3:16. Inasemaje? Kwa maana kwa jinsi hii nini Mungu aliupenda ulimwengu akafanyaje? Hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Bas. Huyu anayesema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae, nani? Huyu ni Mungu. Mungu ndiye anaweza kusema hivyo. Huyu si Yohana huyo. Yohana na huyu hapa sawa sawa. Mungu ana mtoto. Sasa swali langu mimi nataka kuuliza tu. Wala mimi sina matatizo jamani. Inawezekana huyu anachokiongea hapa nyinyi hamkijui. Shafi kishamaliza, Ibrahim kamaliza. Ndugu yangu 7:21 nauliza swali. Baada dakika ngapi ya swali? Dakika 1. Soma ndio. Bado 2 ndio nauliza swali. Matthew. Naam. 7:21 Matthew inasemaje? Na mnasema angalia wanavyotuchanganya wa Galatia. Soma. Na mnasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Naam. Wengi wataniambia siku ile Bwana atukufanya unabii kwa jina lako. We 7:40 Yohana niulize. Huyu atachelewa. 7:40 Yohana. Hauna 40. 8:40 Yohana. Lakini sasa Yesu anasema lakini sasa mnatafuta kuniua mimi. Naam. Rudia tena. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi. Nani? Mtu ambaye nimewaambia ile kweli. Naam. Niliyosikia kwa Mungu. Swali langu, Yesu anasema lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu. Swali langu nataka niulize hapa, na ukija sitaki unizungushe. Aya hii Yesu alivyosema mtu, alisema kweli au alisema uongo? Sallallahu ala Muhammad. Waislamu takbir. Inshallah nataka nipeleke maiki kwa mwenyekiti mwenza, ila nitakumbusha kwa walimu wa pande zote kulingana na lugha ambazo zinapaswa kutumia katika jukwaa. Talifuta lile neno lililotumika kutoka kwa Profesa Habibu Othman Mazinge kwa maana ya kuadi, kwa maana sio lugha nzuri ya kutumika katika jukwaa. Kwa hiyo nitaomba walimu wa pande zote tuwe makini katika kutumia lugha njema, hasa katika kuelekeza watu inshallah. Kwako mwenyekiti mwenza, karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nimshukuru mwenyekiti mwenza kwa kauli yake ya kukemea lugha isiyofaa. Ninakushukuru sana katika hilo. Nimpandishe Myahudi kwa ajili ya kujibu swali lile lililoulizwa na Profesa Mazinge. Karibu sana. Dakika 5 zinaanza kuhesabika pale ambapo anasalimia au ananena. Karibu sana Myahudi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa David Msoma,
Kwanza nimshukuru Mungu kwa rehema zake kunijalia afya tele na kusimama katika jukwaa hiki kizuri ili kuwashuhudia Waislamu uzuri wa Yesu. Hawajui, nyinyi msifikiri nafanya kusudi, hawa Yesu hawajamjua bado. Hawamjui kabisa. Ndio maana Mazingi anapata tabu. Kakaangu huyu ila anateseka. Yesu mtu sio mtu, kasema kweli, kasema uongo, kasema kweli. Sasa hivi nao unapata tabu tu, uje hapo umejiandaa kweli kutoka nyumbani kweli. Wewe kutoka nyumbani umejiandaa, nikauliza swali, Yesu ni mtu kweli si kweli? Kweli. Jamani hakuna sababu kupoteza muda namna hiyo. Sipoonge maisha mtu mwingine ajaulize. Huenda angeuza swali zuri kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni profesa. Sasa mimi ni daktari wa kujibu maswali yake. Yaani mimi ndio nilivyo. Yaani wewe Mazinge, mimi sikutupambanisheni tu. Mimi nipige swali na yeye nipige swali huyu. Namjua ni kakaangu lakini anajua hiki kichwa kilivyo. Kwa hiyo andiko la kweli. Kuna shida hapo? Yaani swali lishajibika kwa sekunde 3. Limeisha. Sasa sikiliza. Wewe kuna kitu pia ambacho kumuelewi Yesu. Ndio maana nasema nyinyi hamjui. Hiyo 8 ni 56. Shuka chini pale. Wewe umesoma moja. Sasa mimi nashuka chini mpaka 56. Sikiliza hapo. 8 hiyo 56. 56 kitabu ni cha Yohana. Akaja samaki dogo akaja akasema, Yesu katahiriwa, ni mwanaume kama sisi. Unajua kwa nini kasema haya maneno? Yaani nataka kumfifisha Yesu awe kama Muhammad. Ndio lengo lake tu. Sasa kama unakubali Yesu alitahiriwa ni mwanaume kama sisi, sasa uje tuambie wapi Muhammad katahiriwa ili awe mwanaume kama sisi. Sasa soma hiyo. Inasema samaki dogo, Ibrahimu baba yenu. Subiri kwanza. Naomba nitoe tahadhari. Maneno ya ovyo ovyo msitamke. Tusisababishe. Ndacha alianza na aya moja ile 16:25. Waite watu kwa mawaidha mema. Ukija unadhani ndio kumtukana Yesu, mimi nikisimama najibu mapigo. Sasa inakuwa sio, haina maana. Haina boso nzuri. Hizi kamera dunia nzima inatuona. Lazima tuheshimu hao na tuheshimu watu. Soma hiyo baba. Inasema Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu. Sikiliza huyo ambaye amesema ni mwanaume kidume Yesu. Sasa anasema Ibrahimu aliona siku yangu, naye akaiona, alafu akafurahi. Ibrahimu akafurahi. Nyingi sana hizo mbili, nyingi. Basi Wayahudi wakamwambia, sasa sikilizeni hao wenzenu maswali kama ya kwenu. Yesu anasema Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, akaiona akafurahi. Sasa Wayahudi wenzenu wanamuuliza Yesu, wanasemaje? Wewe hujapata bado miaka 50 nawe umemwona Ibrahimu? Wewe Yesu sio mkweli. Huyu miaka 50 hujafikisha, umemwonaje Ibrahimu? Yesu akawaambia, nini? Amin nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako, ndio mimi niko. Haya sasa, pambaneni naye sasa. Yaani Ibrahimu hajakuwepo, yeye Yesu yupo. Sasa yupo kama nani? Yaani Ibrahimu hayupo, Yesu yupo. Sasa alikuwa kama nani? 17:5 Yohana. 17:5 kitabu ni cha Yohana. Naongeza tu hiyo ni nyongeza. Sasa baba, ulitukuza mimi pamoja nawe. Ndio. Kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe. Lini? Kabla. Ya nini? Kabla. Ya nini? Kabla. Ya nini? Ya ulimwengu wako. Alikuwa kama nani? Hivi ni vitu vidogo tu vya kujiuliza kama na akili timamu. Wala hitaji wewe elimu kubwa ya shule. Basi mtoto darasa la 3 tu. Ukimuuliza swali hili, alikuwa kama nani? Mimi mtoto darasa la 3. Atakwambia kabla ya ulimwengu. Huyo ta Mungu. Atakujibu huyo mtoto. Wewe
anasema nabii mwanaume. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Ni raha. Kukua ndani ya Kristo ni raha. Inaleta raha kweli kweli hapa duniani na hata katika uzima wa milele. Nimkaribishe mwenyekiti mwenza. Aha, ni upande wetu kuuliza swali. Nimkaribishe mwalimu Mwankemwa kwa ajili ya swali. Jikite kwenye swali, dakika 3. Karibu mtumishi. Wahadhiri wa Kiislamu wanataka kumfahamu Yesu ni nani. Hii inanikumbusha jambo moja, kwamba katika nafasi ya Yesu kwa Mungu ni ipi. Maana yake wanayo Qur'ani yenye aya 6236, maneno ya kutamkika 76440 na herufi 322,373 ambazo wao huwa wanadai kwamba mle Yesu yumo. Lakini mada ya leo na wenyewe wanakuja kuhoji nafasi ya Yesu kwa Mwenyezi Mungu ni ipi. Yani maana yake kusoma kote hawajajua. Qur'ani 3:49. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na atamfanya mtume. Subiri kidogo. Huku watu wanapiga kelele. Tunaomba utulivu. Sio kwamba sisi hatuwezi kupiga kelele. Naomba wenye viti please. Upande huu naomba utulivu. Haya, rudia tena. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli, ndio kuambia nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu, ndio ya kwamba nakuumbieni katika udongo kama sura ya ndege, ndio kisha nampulizia mara anakuwa ndege, ndio kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, ndio na ninawaponyesha vipofu, sawa, na wenye mbalanga, ndio na ninawafufua baadhi ya waliokufa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, ndio na nitakwambieni mtakavyo vila, sawa, na mtakavyo viweka akiba katika nyumba zenu, ndio bila shaka katika haya imo hoja kwenu, ikiwa nyinyi ni watu wa kuamini. Katika haya imo hoja kwenu ikiwa nyinyi ni watu wenye kuamini. Hoja yenyewe ni nini? Isa ndani ya Qur'ani, kwanza muumbaji, pili mfufuaji, tatu anawaponya wenye mbalanga, yani wenye ukoma. Swali langu ni dogo tu, kwa sababu kwa mujibu wa Qur'ani nafasi ya Isa ni muumbaji, kama Qur'ani inavyosema anaweza akawaumba ndege na akawapulizia pumzi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Swali langu ni dogo tu. Waislamu wanashangilia, wameanza kuelewa. Swali langu ni dogo tu. Huyu ambaye Mwenyezi Mungu anaweza katoa cheo chake cha uumbaji akampa na yeye aweze kuumba, ana tofauti gani na Mwenyezi Mungu? Halo, Bwana Yesu apewe sifa. Naam, swali limeeleweka na wahadhiri kule naona kama wanatabasamu. Nimkaribishe mwenye kiti mwenza kwa ajili ya kumkaribisha anayeweza kujibu swali. Karibu. Waislamu takbir. Hebu kila Muislamu kunja ngumi. Tikisa kidogo. Takbir. Naam, nami sina haja ya kuongeza neno. Sheikh Ibrahim Bakonzi, dakika 5 za kujibu swali. Falyatafadhal mashkura. Karibu. Waislamu takbir.
Kwanza kuna vitu vya kuweka sawa kidogo. Sheikh Mazinge hakumtukana Yesu. Kwanza hilo niliweke sawa. Alisoma andiko linalosema Yesu katailiwa. Kwa neno hili mimi naiheshimu Biblia. Ndugu yangu asirudie siku nyingine kusema andiko linalosema Yesu katailiwa ni maneno ya hovyo. Ili siliwezi kuwa neno la hovyo, ndio maana likaandikwa. Kwa hiyo siku nyingine usizungumzie hivyo Biblia. Biblia haiwezi kuwa maneno ya hovyo. Kwa hiyo Mazinge alinukuu aya, hajamtukana Yesu. Lakini sehemu ya pili niweke pia sawa. Mwalimu Shafi amezungumza hapa vizuri sana na ametoa elimu nzuri sana. Lakini Myahudi akauliza swali, akasema sasa Yesu alikuwepo kabla ya ulimwengu, sio kabla ya Ibrahimu, alikuwa kama nani? Ukisoma Zaburi 91 inasema hata sisi tulikuwepo kabla ya ulimwengu. Kwa hiyo kama kila kitu kilichokuwepo kabla ya ulimwengu kinakuwa Mungu kwa akili ya Myahudi, na sisi pia ni waungu. Hiyo ni Biblia, Zaburi 91. Nenda kasome nyumbani kwako utapata kuiona hiyo. Tuende kwenye swali sasa. Hajaiona hiyo. Piga Zaburi 91. Bwana umekuwa makao yetu. Sikiliza, Bwana umekuwa makao yetu. Kizazi baada ya kizazi na tangu milele hata milele. Endelea. Endelea. Kabla ya kuwepo milima. Endelea baba. Ndiwe Mungu. Unatakiwa usome vizuri kidogo. Naenda na muda ndugu zangu. Rudia tena Zaburi 90. Bwana umekuwa makao yetu. Bwana umekuwa makao yetu. Kizazi baada ya kizazi. Kabla haijazaliwa milima. Wala hujaiumba dunia. Na tangu milele. Na sisi ni waungu. Angalia kaelewa huyo. Bwana umekuwa makao yetu milele hata milele, kabla haijazaliwa dunia. Kwa hiyo sio hoja. Swali alilouliza bwana Danieli kauliza swali dogo sana. Danieli kasoma Qur'ani. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema Nabii Isa aliumba ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Dani akauliza swali, kwa kuwa Nabii Isa aliumba ndege kwa idhini ya Mungu, Nabii Isa atakuwa nani sasa kwa kuumba ndege kwa idhini ya Mungu? Unajua kuumba kwa idhini ya Mungu sio shida. Ingekuwa ameumba kwa uwezo wake ingekuwa shida. Lakini kama kaumba kwa uwezo wa Mungu, maana yake yeye siye Mungu. Kwa kuwa Mungu huwa hafanyi kazi kwa uwezo wa Mungu mwingine. Angekuwa Mungu angefanya kazi kwa uwezo wake. Lakini kwa sababu sio Mungu, ndio maana akaumba kwa uwezo wa Mungu. Maana yake yeye sio Mungu. Na Biblia inasemaje? Kutoka 8:16. Sikiliza Biblia hiyo. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha fimbo yako, ukayapige mavumbi ya nchi, ili kwamba pawe chawa. Musa anapiga mavumbi ya nchi, zinatokea nini? Chawa. Kwa uwezo wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo Musa hawezi kuwa Mungu kwa sababu amepiga imetokea chawa. Akili gani hizo? Wakristo wanaanza kuelewa sasa taratibu. Kwa hiyo swala la Yesu kuwa Mungu halipo. Na mimi nashukuru Ndacha ni mwalimu mzuri sana. Ndacha amekuja hapa amekiri kwamba Yesu sio Mungu. Amekiri wazi. Na nyinyi Wakristo mtakubaliana na Yesu. Andiko langu la mwisho, Baba Yohana 20:17 Yohana inasema. Inasema hivi. Inasemaje? Usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie, nini? Ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Endelea. Kwa Mungu wangu mimi Yesu, naye ni Mungu wenu. Simama. Yesu anasema Mungu wake Yesu ndiye Mungu wetu sisi. Wakristo wanaokubaliana na Yesu kwamba Mungu wa Yesu ndiye Mungu wetu sisi, mkono juu.
Si unaona mada imeisha. Takbir kidogo tu, labda hawajanielewa. Yesu anasema Mungu wake yeye ndiye Mungu wetu sisi. Wakristo wanaokubaliana na Yesu kwamba Yesu sio Mungu, anaye Mungu wake ndiye Mungu wetu sisi, mkono juu. Takbir. Kunja ngumi, koa kidogo, koa tena. Takbir. Allah. Wameelewa jaelewa? Wameelewa. Kisha kazi. Kwish na babuji. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Takbir. Nasema taratibu taratibu. Mwisho inshallah ukiona haki basi unakuja kuingia katika Uislamu. Ni swali sasa upande wetu. Nami nataka nimlete mwalimu wakuja kuuliza swali, na walimu wako wengi sana hapa. Aya, Asheikhuna Maulana Al-Habshi, dakika 3. Hebu tuulizie swali. Sheikh Maulana Al-Habshi, uliza swali dakika 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nishukuru kwa walimu wangu wa Kiislamu, wamekwenda vizuri alhamdulillah, na mambo yameenda sawa na uwanja umechangamka, na huu ndio ushindi tunaotaka. Kwanza tuseme tu kwamba mpaka sasa hivi tunamaliza tu dakika, kwa sababu tulichokuwa tunakitaka kimeshaeleweka. Tulikuwa tunataka tujue nafasi ya Yesu ni nini. Tumeshajua, sasa kwa tunasikia Yesu Mungu we, Yesu Mungu we. Kumbe sasa hivi Yesu sio Mungu tena, na kila mwalimu wa Kikristo akija asemi kama Yesu ni Mungu, bali anatuambia Yesu ana Mungu wake. Huyo Mungu wake baba yake. Na sasa tunasema hivyo hivyo, Yesu sio Mungu. Kwa ngoma ni draw. Sasa sijui hapa kama tunaendelea na kitu gani. Ni sawa sawa, tuna mtu anaamua tukucheka na kumchekesha, anaamua tu anajichekenya mwenyewe alafu anacheka ili mdadi tu afurahi. 20 Mathayo, alafu baadaye ni ulize swali. Simple question. 20 kitabu cha Mathayo inasema kuna kitu alikichomekea kidogo tukiulize. Twende haraka. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na nawe. Ndio. Akamsujudia na kumwomba neno. Ndio. Akamwambia, wataka nini? Ndio. Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume, ndio, na mmoja mkono wako wa kushoto. Hawa walisema Yesu kapewa mamlaka yote na Mungu. Kapewa. Endelea na andiko. Katika ufalme wako. Ndio. Yesu akajibu akasema. Akasemaje? Amjui mnaloliomba. Ndio. Je, mwaweza kunywa kikombe nitakachokinywa mimi? Ndio. Wakamwambia, ndio. Twaweza. Akawaambia, ndio. Hakika. Ndio. Mtakinywa kikombe changu kabisa. Lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto, ndio, sina amri kuwapa. Bali ndio watawekewa tayari, watapewa wale waliowekewa tayari, ndio, na baba yangu aliye mbinguni. Takbir. Kwa hiyo kumbe Yesu hana mamlaka duniani tu hapa, kaombwa kitu kusema hiyo mimi siwezi. Atakayeweza ni wale ambao Mungu kawekea mamlaka siku hiyo. Kwa hiyo Yesu tunakuona hana mamlaka yoyote. Mamlaka yote yapo kwa Mwenyezi Mungu ambaye sasa tunasema la ilaha illa Allah. Swali langu sasa lipo katika 27 Mathayo 46. Naam, 27 Mathayo 46 inasema. Inasemaje? 46 inasema hivi. Ndio. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema. Akasemaje? Eloi, Eloi, lama sabakitani. Maana yake yaani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Takbir.